sio ombi. Kaa mbali na adui wangu. Kijana. Well done. Hongera sana kwa ujasiri wako. Ila leti hizo nguvu unazotumia kulilinda penzi lako ungetumia katika kutafuta pesa, ungeishi kwa amani sana katika penzi lako. Ila kuja nikukumbushe kitu kimoja. Tangu iumbwe dunia hakuna vita iliyopigana pesa ikashindwa. Oh. Eti hebu ngoja tuone vita ya mapenzi kati ya kijana maskini mwenye mapenzi ya kweli na mtu mlaghai mwenye pesa. Kijana, una six pack na upigi chuma. Ndio maana una ulemavu wa akili. Kapokwe. Adele, kulikoni? Hebu niambie, kuna shida gani? Wewe acha tu shoga yangu. Nimeanguka kisimani. Yaani hapa leo ndio kidogo afadhali. Maana jana nilikuwa najisikia hadi homa. Adele, acha uongo. Mficha maradhi kifo mumbua. Nimekutana na mama, kaniambia kila kitu. Wewe umepigwa na Samu. Mama amekwambia? Hebu niambie, kulikoni? Nile simu. Vipi Kimwaga? Poa. Kimenuka huku Kimwaga. Samu sikampiga Adele. Hivyo bidada leo ana siku ya 4 hajaonana na mwanakaka. Waswahili wanasema ukiona panafuka moshi basi jiandae kuzima moto. Yaani kama naiona 500 yangu inanukia. Uko nihesabilie, yaani mimi namaliza kazi nihesabilie. Okay. Poa. Mambo shem. Kama kawaida. Vipi? Safi. Vipi umenionea Samli leo? Samli ana siku kama ya 3 hivi kasafiri hayupo. Asa itakuwa ameenda wapi? Sijajua. Sasa
amesafiri. Hivi kweli mtu unaondoka bila kumwaga mpenzi wako? Jamani, Samli. Kwani kuna tatizo shemu? Hapana. Kwaheri. Mimi nadhani kwa kuwa tumefahamiana hakuna kitakachoharibika. Naahidi nitajitahidi kusimama pale nitakapohitajika. Sawa mwanangu, nashukuru. Nimekuelewa vizuri sana. Unajua wewe ni kijana mkarimu, mwema na mwenye huruma pia. Nashukuru sana mwanangu. Chema! Wewe. Hivi wewe unanitafutia nini mimi? Umenitenganisha na mpenzi wangu, alafu bado unanifatafata. Unanitafutia nini? Sikia. Nimetambua makosa yangu. Hivyo nimekuja kukuomba radhi. Pia nitajiweka mbali na penzi lako, japo itakuwa vigumu sana kwangu. Iwe mwanzo na mwisho leo kuleta hizo kongolo zako nyumbani. Nikikuona tena nitakuja nizikate. Adele mwanangu, mgeni yuko wapi? Mama, sitaki kumuona tena yule mtu hapa. Punguza hasira mwanangu. Mtu kaja kukuomba radhi. Na tena kanipa pesa zote za matibabu tulizotumia. Na pesa zingine za ziada. Afu unamfukuza? Mama, nimesema sitaki kumuona tena yule mtu hapa. Sitaki jamani. Hasira sala we mtoto. Huyo unayemuona bora kakupiga na hajaja hata kukuona. Unakuwa kama bwege nazi, macho matatu mbele uoni. Nahisi kabisa moyo wangu umeanza kwenda mlama. Kwa nini Adele? Unajua tangu nianze kuumwa, Samli hajaja kuniona. Licha ya kuwa yeye ndiye aliyenipiga mpaka akanijeruhi. Nimeenda kwake, nimeambiwa amesafiri. Hivi kweli mtu unasafiri bila kumwaga mpenzi wako? Nenda mwambie nampenda. Nimemsamehe. Na aniwie radhi pia. Mke wangu mtarajiwa. Nikirudi mwambie ajiandae kupaka piko na kuvaa shela. Nenda kutafuta kwa ajili yake. Sawa, mimi nitafikisha ujumbe. Wala usijali shemeji. Kabla sijasahau, hizo ni namba za simu za mwenyeji wangu wa huko ninapokwenda.
mwambie tuwasiliane kwa kupitia namba hizo. Kumbe amesafiri. Ila pengine ni hasira tu. Ila usimfikirie vibaya. Hasira? Hasira gani hizo zisizoisha? Ina maana mema yote niliyotenda kwake yamefutika kwa hili kosa moja, tena nililolitenda bila kukusudia. Adere, mimi naamini Sam bado nakupenda. Na atarudi tu kwa ajili yako. Sijui. Alafu chingine, unajua toka nimeumia, Chema amekuwa anakuja sana hapa nyumbani. Nimemkataza, nimemwambia maneno mabaya kila namna, lakini wapi. Mpaka najikuta naanza kumzoea taratibu taratibu. Adere wewe. Ubaya zaidi, kila akija hapa nyumbani lazima aniletee zawadi, na kama sio zawadi basi atampa pesa mama, na hata gharama ya dawa nilipoumizwa yeye ndiye aliyetoa. Mpaka sielewi, sijui atanifanya nini. Kimwaga. Freshi. Kimwaga. Unajua naanza kuona ushindi upande wetu. Nilikuja kumpa taarifa Adele juu ya bwana wake. Kabla sijampa, akaanza kunielezea yeye kuhusu boss Chema. Kiufupi kashaanza kumuelewa.